Na mtazamaji wangu, leo hii moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na tukio uzima ambalo Rais Mama Samia Suluhu Hassan limeweza kumkuta, kwani katika mapema miezi michache iliyoweza kupita, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuonekana kutokuwepo kwa media na vyombo vya habari, jambo ambalo ni kinyume na jinsi ambavyo idadi kubwa ya Watanzania wameweza kumzoea. Maswali yakiibuka kuhusiana na afya yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na leo hii kwa mara nyingine, kutokana na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kushindwa kuhudhuria mikutano muhimu ambao rais wa kike wa Afrika walikuwa wameweza kuitwa kwa kongamano maalum. Hatua hii ya yeye kutokuwepo katika mkutano huo ama hafla hiyo imeweza kuibua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii na hata kusababisha baadhi ya Watanzania kuamini kwamba yale yanayozidi kuzungumzwa kuhusiana na afya yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuzoroteka huenda ikawa ni kweli. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, usisahau kulike na kushare video hii. Naam, mtazamaji wangu, maswali mengi hivi sasa nazidi kuulizwa na Watanzania wengi kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoonekana katika vyombo vya habari akihutubia taifa ama kuzungumza chochote kile kuhusiana na uongozi wake wa serikali ya awamu 7. Pia Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika baadhi ya mikutano mikuu ambayo amekuwa akiitishwa aweze kuhudhuria, yeye hajaweza kuhudhuria, bali ameweza kutuma wawakilishi wake waweze kumwakilisha, jambo ambalo Watanzania wengi wanazidi kuomba taarifa kutoka Ikulu iweze kuchapishwa kuhusiana ni kipi kinazidi kumkumba Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Maswali mengi ambayo yanazidi kuulizwa: je, afya yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ndiyo inayozidi kuchangia yeye kushindwa kuhudhuria mikutano hii yote, ama kutokana na pendekezo lililoweza kutolewa na Marekani na pia ubalozi wa huko Marekani nchini Tanzania kudai kwamba ni kweli kuliweza kuwa na visa vya mauaji wakati wa maandamano, jambo ambalo linazidi kusababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kusimama pekee katika kipindi hiki kigumu, ili hali uongozi wa serikali awamu 7 unaendelea kuamini kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan ndiye aliyekuwa mamlakani na bado yupo uongozini hadi kipindi na wakati ambapo zoezi la uchaguzi mpya utaweza kufanyika. Ila Watanzania wengi hivi sasa wanaamini kwamba mengi yaliweza kuzungumzwa kutokana na afya yake marehemu John Pombe Magufuli aliyekuwa akihudumu rais, na ndipo ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua uongozi. Hivyo basi tetesi za kuondoka kwake ziliweza kuanza kwa njia kama hii, jambo ambalo Watanzania wengi wanazidi kulinganisha na vilio vya idadi kubwa ya watu walioweza kulia kutokana na majonzi yaliyoweza kukuta Jamhuri ya Tanzania kwa misiba ya idadi kubwa ya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia wakati wa maandamano yaliyokuwa ya amani tarehe 29 mwezi wa 10 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11, jambo ambalo idadi kubwa ya Tanzania waliweza kudai kwamba wale wote walioweza kupoteza upendo wao katika maandamano hayo, yoyote aliyeweza kuhusika, basi naye kwa njia moja ama nyingine ataweza kukosa amani, yeye na uongozi wake wote ule ulioko mamlakani. Na ndipo ambapo kutoweka kwake ama ukimya wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa unazidi kuzungumziwa mengi, kwani hata baadhi ya mikutano ambayo anatarajiwa kuiongoza yeye anazidi kusababisha kutuma watu wa kumwasilisha, jambo ambalo ni kinyume kabisa na sifa yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ama jinsi ambavyo Tanzania wameweza kumzoea. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba mengi katika mitandao ya kijamii yanazidi kuzungumzwa, ila
kuna akaunti kadha wa kadha zimeweza kuzungumzia afya yake ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ndipo ambapo imeweza kuchangia wengi kuamini kwamba ukimya huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kuchangiwa na afya yake kutokuwa imara ama afya yake kutatizika na kutokuwa kawaida. Hivyo basi anafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kujitokeza katika vyombo vya habari vyovyote vile, Watanzania wataweza kugundua, na kipindi na wakati ambapo ataweza kugundua kuhusiana na afya yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwa na tofauti yoyote ile, basi moja kwa moja itaonekana wazi jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya viongozi wa kidini na hata baadhi ya familia zilizoweza kupoteza upendo wao katika maandamano yaliyoweza kupita, kile kilio walichokuwa wakilia moja kwa moja kitaweza kutimia. Na sote tunafahamu kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waliweza kulaani matukio hayo yaliyoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo Watanzania wengi wanaamini kwamba sifa ya Tanzania iliweza kuwekwa doa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine. Iwapo aliweza kuamua kusikiza vilio vya vijana Gen Z, basi moja kwa moja kusingekuwepo na utumiaji wa nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji, sawia na kile ambacho kiliweza kushuhudiwa katika maandamano yaliyoweza kupita. Maswali mengi yakionyesha wazi jinsi gani ambavyo swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ndilo ambalo liliweza kusababisha maelfu ya vijana Gen Z kuaga dunia katika hali ya njia tatanishi. Mbaya kabisa, baadhi ya familia zilizoweza kupoteza upendo wao kutofanikiwa kupata miili ya jamaa wao, jambo ambalo hivi sasa Marekani imeweza kuingilia kati na kuomba na kushinikiza uongozi ulioko madarakani uweze kufanya bidii na juhudi juu chini miili ya jamaa hao iweze kupatikana. Na ndipo ambapo huenda kwa njia moja ama nyingine ukimya wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa ni kwa ajili ya kurestructure uongozi wake kwa mara nyingine uweze kupata nguvu na mbinu za kukabiliana na janga lilioko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa utaweza kuzoroteka kiuchumi kwa awamu hii ya 7 kutokana na mataifa ya kigeni kutupilia mbali kutokuwa tayari kutoa mikopo kwa uongozi huo wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, afya yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ndiyo ambayo imeweza kuchangia ukimya huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ama ni mbinu za kutafuta uongozi upya kinyume na alivyokuwa ameweza kupanga katika uchaguzi ulioweza kupita, baada ya idadi kubwa ya watu kupinga na kutokuwa tayari kuamini aliweza kushinda uchaguzi huo? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na uweze kushare na kulike video zetu. Bye bye until the next video.